upya. Wakati wa Kwaresma ni wakati wa kufanywa tena upya. Lakini narudia tena, hata tukifanywa tena upya, kama hatujajua kwa nini tulichakaa, ni kazi bure. Baada ya kipindi cha Kwaresma, kama mwanzo, na sasa tunarudi kule kule tulikotoka, tunarudi kule kule tulipozoea. Wapendwa, ni neema ya Mungu ndio yenye uwezo wa kutubadilisha. Neema ya Mungu inatupa nafasi ya uelewa sisi ni wakina nani, na neema ya Mungu inatusaidia kutambua ya kwamba tuna uwezo wa kuishi pasipo vitu vya ulimwengu huu, ila hatuwezi kuishi pasipo Mungu. Ndio maana tazameni, wakati wa Kwaresma tunasema, haya, funga chakula, jikatalie baadhi ya vitu unavyovipenda. Kimsingi hatuambiwi ya kwamba funga chakula. Pengine kuna watu nikiwauliza hapa mtaniambia, yani baba, nikwambie mimi hii Kwaresma tangu imeanza mpaka leo, mimi baba sijala nyama. Tuko pamoja? Mimi sijala nyama. Mimi sijagusa pombe tangu Kwaresma imefanyaje? Imeanza. Mimi sijafanya mambo kadhaa. Safi. Sikiliza, hatujakwambia uache wakati wa Kwaresma alafu urudie wakati wa kipindi cha Pasaka. Kuna watu niliwakuta sehemu wanaishi uchumba sugu. Nikaambia, vipi, umerudi nyumbani? Akasema, baba, unajua saa hizi si Kwaresma, kipindi cha toba. Kwa hiyo nimerudi, Kwaresma ikiisha narudi tena. Nikasema, ukisikia kwenda kuoga afu unatoka unatembea peku, ndio hii sasa. Sasa umefanya nini? Siku 40 za mfungo wa Kwaresma zinapaswa kuyapaisha maisha yetu. Siku 40 za mfungo wa Kwaresma zinatutoa Misri na zinatupeleka Kanaani. Hatupaswi kurudi tena huko. Zinapokututoa hatupaswi kurudi tena. Tukishakuwa wapya, haturudi tena matendo yetu, haturudi tena njia zetu, ila njia zetu zinakuwa ni njia za Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunajikatalia wakati wa Kwaresma, vinatuambia ya kwamba kumbe hata baada ya kipindi cha Kwaresma tunaweza tukaishi pasipo vitu hivyo, ila hatuwezi kuishi pasipo Mungu. Kwa kama kuna mambo mabaya umejikatalia wakati wa Kwaresma, baada ya kipindi cha Kwaresma tunashika mwenendo mpya wa maisha ya Kikristo. Mwenendo mpya wa maisha ya Kikristo, tunauvua utu wetu wa kale na kuuvaa utu upya, na tunakuwa wapya katika Kristo Yesu. Kama nilivyosema, siku ya Jumatano ya Majivu mlipakwa majivu. Naomba mwaliko uwe ni kutubu na kuiamini Injili. Kuiamini ni nini? Kuiamini ni kuishi kadiri Injili inavyotutaka tuwe. Sio imani ya mdomoni. Tunakuita, njoo, umempokea Yesu? Nimempokea Yesu. Kama nani? Bwana na Mwokozi wangu. Sio maneno, bali matendo. Matendo. Tena sio tu matendo, ila matendo mema. Basi tunaelekea mwishoni mwa kipindi cha Kwaresma. Mlipopakwa majivu siku ya Jumatano ya Majivu, mkaanza safari ya kiroho. Kuna mambo mawili yalifanyika.
matamanio au maazimio. Yaani hii Kwaresma hii, yaani mimi Kwaresma hii nitafunga, ndajitahidi kweli kufunga hii Kwaresma, nataka nifunge siku zangu zote 40. Mimi kwa kweli nitakula sili mchana, sili asubuhi, si nitakula mchana, mimi nitakula usiku. Yaani hii kabisa mwaka huu nafunga. Vipi jamani? Hali inaendeleaje ya mfungo? Ulipinduka hata wiki 2? Ulipinduka hata wiki 2? Nilikuwa namuuliza mtu mmoja kule parokiani kwangu, nikamwambia uliniambia kwamba utafunga Kwaresma. Akaniambia baba, nilipanga kufunga, ila tatizo moja, huku kwetu Kipunguni sio sehemu nzuri ya kuishi. Kamwambia shida nini, mbona si tunaishi? Akasema ikifika mida saa 7 mchana, njaa kali, kuna kitu kilikuwa kinanisumbua sana. Nikamuuliza kitu gani? Anasema kuna jamaa huwa anapita anatangaza nini? Huwa nasikiaga tangazo baba, sambusa za nyama. Akaniambia baba, kwa kweli ile tangazo kwa namna nilivyolivumilia siku ya kwanza tu, ya pili nikasema hapo Mkristo ushike nini? Wewe unasikia tena sambusa za nyama saa 7 mchana ukisubiri mpaka usiku, uzalendo ukamshinda. Tumsifu Yesu Kristo. Nauliza swali kwa kila mmoja aliyeko hapa, maazimio au matamanio uliyoyaweka Kwaresma hii yanaendeleaje huko uliko? Ni sawa, unaweza ukaamua kudanganya kanisani kwa sababu unafikiria kwamba kutakuwa na sakramenti ya kitubio baada ya hapa, lakini na kuhakikishia leo kitubio hakuna. Kwa hiyo ni vema kusema ukweli. Tumsifu Yesu Kristo. Chagua kusema ukweli tu, leo hakuna kitubio kwa sababu natarajia kumaliza kwenye saa 7 mchana. Sasa tukimaliza hivi tuunganishe misa, hata njia ya msalaba haipo. Kwa hiyo bora ukubali tu. Jamani, narudia tena, maazimio na matamanio uliyoweka mwanzoni wa kipindi cha Kwaresma hai hoi. Kila mmoja ukweli anao ndani ya nafsi yake. Kama mimi amenishinda, sidhani kama wewe umeyaweza. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, pengine ukajisemea, mimi Kwaresma hii nitaenda misa za asubuhi kila siku kwa sababu nimezoea kusali Dominika tu. Kila siku lazima nisali rozari ya Mama Maria, mama wa Mungu. Mimi ni mama. Vipi? Hiyo rozari hapo shingoni inatolewa tu wakati wa kuoga na kurudishwa. Ukisali labda uwe kwenye kundi la watu wanasali, ila peke yako yataka moyo. Yawezekana una rozari na uliwahi kuipeleka kwa padri ikabarikiwa. Tangu ibarikiwe miezi 3 mpaka leo atasali Mungu. Ipo tu shingoni. Lakini uliweka maazimio. Na niwaambie, mtu ambaye anasema kipindi hiki cha Kwaresma mimi nitaenda misa kila siku, anajitengenezea mazingira ya kwamba kama alikuwa ni Mkristo wa Dominika, baada ya kipindi cha Kwaresma mazoea yale yanamjengea tabia, hata kama sio kila siku, angalau Jumatano, angalau Alhamisi pia kwenye kuabudu. Yani anaweza akajenga mazoea ya kupenda kwenda kwenye ibada ya misa takatifu kwa sababu ya zile baraka atakazozichota wakati wa kipindi cha Kwaresma. Ukiona umeshiriki misa za kila siku kipindi cha Kwaresma, Kwaresma imeisha, umerudia kuwa Mkristo wa kila Dominika, ni kwamba nakusaidia kwenye mambo ya kiroho. Kwenye mambo ya kiroho kuna mambo mawili tu kwenye maisha ya kiroho: tunakuwa kwenda mbele au tunakuwa kurudi nyuma. Huwezi kusimama katikati. Yani huwezi ukasema nimekuwa alafu nimefika hapa nimetulia. Ni uendelee mbele au urudi nyuma.
Ukisali Kwaresma yote, maana yake umekuwa kiroho. Kwaresma ikiisha ukaacha kusali, umerudi hatua 9 kama sio 15 nyuma, na hapo tutakupa pole. Tumsifu Yesu Kristo. Pengine ulijisemea, mimi Kwaresma hii nitasali sala za asubuhi, nitasali sala za jioni. Vipi mpaka sasa hivi? Hizo sala zipo? Au unakuwa kama yule mwanafunzi ambaye alikuwa wazazi wake wanamsisitiza kila siku, lazima usali kabla ya kulala. Yule mtoto kwa sababu alikuwa anaona uvivu kusali, akaandika sala yake: Mungu Baba, nakushukuru kwa kunilinda siku ya leo, asante, na sasa umefika wakati wa kulala, naomba unilinde usiku huu. Akaibandika ile sala ukutani. Ikifika usiku, anavyoingia kitandani, anamwambia kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, Mungu Baba, sala ile pale, amina, na lala basi. Tumsifu Yesu Kristo. Yawezekana huyo mtoto ni wewe na mimi. Ulisema ndasali kweli mimi Kwaresma hii. Vipi wanakwaya? Vipi? Tumuimbie Bwana. Si mpaka uwe na hiyo roho. Kama una roho utamuimbiaje? Wapendwa, pengine ulijisemea, mimi Kwaresma hii kila siku lazima nilisome neno la Mungu. Haya, vipi hapo? Yawezekana kweli unalisoma neno la Mungu, na unajua mwaliko tunaopata mwaka huu wa kusimama imara katika imani ni mwaliko pia wa kulisikiliza neno la Mungu na kulitekeleza vema. Sikiliza, katika maisha yetu kipi ambacho tunasikiliza zaidi? Ni neno la Mungu au ni neno la ulimwengu? La ulimwengu. Tunavutwa zaidi kwenye ulimwengu, tunayapenda zaidi yaliyo kwenye ulimwengu. Wewe ukija nikakwambia sali misa, sali novena, na atakaye kwambia njoo nikupe dawa, nenda kachimbie, nenda kafanye nini, anaweza akachukua nafasi kubwa zaidi kuliko mimi. Tunaweza kusikiliza sauti nyingine za kwenye ulimwengu kuliko tunavyosikiliza sauti ya kanisa. Unaweza kusikiliza sauti za watu wengine huko, pengine wachungaji wa makanisa ya kirokole, wakakudanganya ya kwamba una laana, una mkosi, umerogwa wewe, una vifungo vya familia. Lakini sisi wengine tutakwambia tu, sikiliza, unaona kazi zako hazifanikiwi, unaona mambo yako hayaendi vizuri, we chunguza tu mienendo yako. Yawezekana ni wewe mwenyewe tu katika maisha yako unajifungia baraka. We unaiba vitu vya watu, unadhulumu vitu vya watu, unategemea na wewe kwenye maisha yako utafanikiwa? Tumsifu Yesu Kristo. Kama unatafuta wachawi, chawi nambari 1 ni wewe tu. Acha kujiroga. Kwa hiyo wapendwa, ninapozungumza juu ya maazimio na matamanio, kama hakuna utekelezaji, hatuwezi kufikia mapinduzi. Kwa hiyo kuna mambo mawili tu hapa: maazimio na mapinduzi. Maazimio na mapinduzi. Mapinduzi ni matokeo ya utekelezaji wa maazimio. Nitafunga, nitasali, nitasoma neno la Mungu, nitaenda misa, nitafanya matendo ya huruma. Maazimio yanataka utekelezaji. Tumuombe Roho Mtakatifu atuongoze ili katika maazimio yetu, na naomba niseme wote wakina mama wapendwa, msiogope kwamba zimebaki siku chache Kwaresma iishe.
yawezekana mwishoni ndipo pakawa pazuri zaidi. Pakawa pazuri zaidi. Kwa sababu gani? Ni rahisi tu kumwambia baba tumekosa, kumbe hatukujua ya kwamba tulikuwa tunakosea, na tangu leo tunataka kurekebisha mwenendo wetu. Na tazameni, ni mwisho wa kipindi cha Kwaresma, ila sio mwisho wa maisha yetu. Kwa hiyo hata kama Kwaresma itaisha, Pasaka itakuja, kwa sababu niwasaidie pia kukumbuka ya kwamba Pasaka sio ya kila mtu. Ile siku tutakapokuwa tunasema haleluya, amefufuka, msimalize nguvu zenu. Yesu alishafufuka, na hata angelikufa tena leo akutegemei wewe ili afufuke. Anayesubiriwa sasa hivi kufufuka ni wewe uliyekufa katika dhambi. Kumbe Pasaka tunaosubiri kufufuka ni sisi. Kwa hiyo ile siku ikiwezekana usipige kelele amefufuka, wewe jipigie kelele wewe, nimefufuka. Una ujasiri huo kwamba iwe ni kwako, nimefufuka na ningali pamoja nami, nimefufuka iwe mimi. Na tunafufuliwa na nani? Tunafufuliwa na Kristo Yesu, ambaye tunamkaribisha ndani yetu kuanzia kesho, Dominika ya Matawi. Hosana mwana wa Daudi, njoo uniokoe na unikomboe katika hili. Ni ufufuko wetu, tutasherekea ufufuko wetu. Kwa hiyo tukubaliane hapa, kuna wengine hatutakuwa na Pasaka Dominika. Na maana yake nini? Hiyo Pasaka wala hata haisubiri Dominika. Pasaka yako inaweza kuwa hata sasa, muda huu, kwamba mwambie Farao nimeongoka na Kanaani sintarudi. Uambie ule mchepuko umeolewa na unarudi kwa mumeo, na ukome, usiende tena. Tumsifu Yesu Kristo. Pasaka inaweza ikaanza leo hapa, kwamba kuanzia leo basi mimi narudi kwa mume wangu. Nani anyoshe mkono nimsindikize? Tumsifu Yesu Kristo. Unaweza ukasema mimi mwenyewe nilienda kwa sababu na yeye mpaka nirudi na yeye arudi alikopotelea. Wewe chagua kuwa mwaminifu, chagua kusimama imara katika imani. Tumsifu Yesu Kristo. Ila hapo pagumu, maana hapo kuna mtu ataniangalia anasema, na huyu padri naye sijui amemtoa wapi, anakosa vitu vya kuongelea, anakuja kuanza kuongelea maisha yangu binafsi. Nirudi nitaishije? Atanitunza yeye? Utatunzwa na Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu ni Mungu ndiye anayewezesha maisha ya wanadamu. Amelaaniwa. Nani anataka laana? Wapendwa, tunaweza kuanza safari vizuri na kuimaliza vibaya. Ya kwamba tunaweza kuwa tulianza Kwaresma vizuri sana, lakini baada ya wiki ukabwaga manyanga. Sasa ikiwa mtu alianza vizuri akamaliza vibaya, pole yake. Ni bora kuanza vibaya alafu ukamaliza vizuri. Tuko pamoja? Wapendwa, naomba niwasaidie. Wakati wa Kwaresma tunaweza, wengine mko hapa kama nilivyosema, padri, mimi nimefunga chakula, nimesaidia wahitaji. Kama leo nafikiri mna matendo ya huruma, si ndio? Mna matendo ya huruma leo. Matendo ya huruma daima huwa siwasifu pia
watu ninapoona wanafanya matendo ya huruma, na waangaliaga tu afu na nyamaza, sababu pia unaweza ukatenda matendo ya huruma ila huna huruma. Kwa hiyo huwa sihangaiki nayo sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu kama kuna msaada wa hali na mali, hata usipompa mtu kitu, kama unaweza ukawa na sikitiko moyoni kwa ajili ya hali yake, hilo ni tendo pia tu la huruma. Kwa sababu wakati mwingine pia hata tukitoa tunatoa ziada, alafu pia hata tukitoa huwa tunatoa tukitarajia Mungu aturudishie kadiri tulivyotoa, na tunasahau ya kwamba kumbe yote tunayotoa tulipokea kutoka kwake. Kwa mara nyingi hata sio matendo ya huruma, pengine ni picnic na kasafari kidogo tukiwa tumebeba vitu, lakini muende tu, msiishie njiani, labda mwakani ndo mtabadilisha utaratibu. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Wapendwa, kuna mambo mengi wakati wa Kwaresma huwa tunatazama nje. Wakati wa kipindi cha Kwaresma tunapaswa kutazama ndani fadhila za Kikristo. Kufunga, inawezekana unajidai mimi nimefunga chakula, na kuambia wewe mama unajitesa bure. Kula mama, utapata vidonda vya tumbo. Kula vizuri, ushibe na ubeue. Kula. Kama hujaweza kushinda chuki ndani yako, hasira ndani yako, magomvi ndani yako, wewe acha kushindana na chakula hichi cha nje. Kula. Na kama mtu anakula vizuri lakini anapambana kushinda chuki ndani yake, hasira ndani yake, kiburi ndani yake, majivuno ndani yake, hiyo ndiyo funga, na hiyo ndiyo Kwaresma. Hiyo ndiyo Kwaresma. Hizi zingine ni mbwembwe tu. Hizi ni mbwembwe tu. Nakwambia mama, jitahidi ule. Jitahidi ule. Ikitokea kwamba umeshinda vita vya maisha ya kiroho, alafu ukaamua kuongeza na mfungo wa chakula na kitu kingine, umepanda ngazi ya juu zaidi. Hiyo ni jambo jema. Ila ukiona ya ndani yamekushinda, haya ya nje achana nayo, kwa sababu wakati mwingine unaweza kujidai umefunga chakula lakini hujafunga, uwezo wa kukipata haupo. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa kama una uwezo wa kukipata chakula, umefunga nini? Haujafunga. Kwa hiyo kuna wengine kwenye maisha yetu huwa tuko kwenye mfungo mwaka mzima. Wapendwa, tutazame hizi fadhila za Kikristo nilizosema: mapendo kwa Mungu na wenzetu. Kwaresma yapaswa kutusaidia kukua kiimani, matumaini na mapendo. Kukua kiimani, matumaini na mapendo. Kwaresma yapaswa itusaidie nasi pia kuwa watu wenye hekima, watu wa haki, watu wa kiasi na watu majasiri. Fadhila za Kikristo, zile za kimungu: imani, matumaini, mapendo, na zile za kibinadamu: busara, haki, kiasi, ujasiri au nguvu. Hiyo ndio inapaswa itusaidie. Inapaswa itusaidie. Kwaresma tufanye nini? Kwaresma tufanye toba. Kweli tumefanya toba. Kipi kinachoendelea baada ya kipindi cha Kwaresma? Kwaresma tumesali. Tumesali vipi? Tumesali namna gani? Wakati mwingine naweza tukafikiri tunasali, ila ukweli huwa hatusali. Ni watu wa maneno tu. Poleni lasa mnisamee tu, lakini lakini siwakwazi watu wengine. Sababu kuna wakati mwingine mtu anasali, anatoa lugha ambayo yeye haelewi, walioko jirani yake pia hawamuelewi. Alafu unategemea Mungu atakuelewa? Kwa Mungu si rahisi tu, baba naomba ugali. Alafu Mungu anakwambia nilikuumba nikakuweka duniani. Sasa nikikupa ugali, wewe utafanya kazi gani? Mimi nimekupatia nguvu, akili na maarifa.
nenda kailime ardhi upate ugali. Yaani bure bure tu? Lazima uwajibike. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa nini mnashindwa kusimama imara katika imani? Ni kwa sababu mnapenda miujiza. Mnapenda miujiza, mnazurula zurula, mnapuyanga, mnaenda huko na kule, kulishwa vitu mbalimbali, mnapewa vitu vya aina mbalimbali. Ni uganga wa kienyeji tu, unakuwa umepiga tiktaka. Unajua ukienda kwa mganga ukapewa irizi, na leo ukienda kwa mtu akakupa leso yenye picha yake, ni uganga wa kienyeji, umepiga tiktaka. Umegeuka tu, ila uko pale pale. Wapendwa, na wasaidieni kutambua jambo moja. Kwaresma inatusaidia kujua ya kwamba Mungu anashughulikia wokovu wetu. Mungu anashughulikia wokovu wetu. Nimesema mwanzoni, Kwaresma ni safari ya kwenda kukutana na Mungu. Ni safari ya kutafuta uongofu. Kumbukeni, kwa nini Kwaresma ni safari ya kwenda kukutana na Mungu? Nitaondoka, nitakwenda kwa Baba yangu. Nitaondoka, nitakwenda kwa Baba yangu, na kumwambia Baba, 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 nimekosa juu ya mbingu na mbele. Sikiliza, hiyo ndiyo safari ya kwenda kuutafuta nini? Utakatifu. Safari ya kwenda kukutana na nani? Na Mungu. Nini kinachotokea? Matokeo. Hilo ni azimio hilo. Sasa mapinduzi yanavyofanyika ni nini? Baba kamwona yu mbali, kashikwa na huruma, akakimbia kumlaki, kumbatana busu. Sikiliza, kumbe tunaenda kukutana na Mungu anayetutafuta. Kumbe Kwaresma inatusaidia kujua Mungu anashughulikia wokovu wetu. Baba alimuona mwana yu mbali, kumbe baba alikuwa anamtafuta mwana. Wapendwa, Mungu ana haja na sisi. Mungu anatutafuta. Mungu Baba anatuhitaji. Alituumba sisi tu watu wake. Sisi ni milki yake. Kwa hiyo Kwaresma inatusaidia kujua kwamba Mungu anashughulikia wokovu wetu. Mungu anatupa muda wa kurekebisha nafsi zetu kwa sababu ya huruma yake. Kwaresma nzuri, funga nzuri ni matendo ya ndani zaidi, upendo kwa Mungu na upendo kwa watu. Kwaresma nzuri, funga nzuri ni matendo ya ndani zaidi, upendo kwa Mungu na watu. Simameni imara katika imani. Imani yetu inadhihirishwa katika matendo. Nionyeshe matendo yako, nitaiona imani yako. Wapendwa, faida tunayoipata ya kushiriki Kwaresma na kushiriki Kwaresma vizuri ni muunganiko kati yetu sisi na Mungu. Walimuuliza Yesu swali, Bwana mkubwa mbona wanafunzi wa Mafarisayo na wanafunzi wake Yohane wanafunga, mbona wanafunzi wako hawafungi? Yesu akamwambia, msijali, bwana harusi bado yupo, saa yaja watakapofunga. Kumbe kufunga huwa kuna maana. Maana ya kufunga ni kutafuta muunganiko kati ya sisi na Mungu. Tunaziunganisha nafsi zetu kati ya sisi
na Mungu. Na sasa kwenye maisha ya kila siku sisi tuko katika vita. Vita vyetu sio vya mwili na damu, ila vita vyetu ni vita vya kiroho na shetani. Ni vita vya kiroho na shetani. Kumbe kufunga kunatupeleka jangwani kuwaza juu ya mahusiano yetu na Mungu na kutukumbusha ya kwamba kila siku tunapambana na shetani. Lakini kwa kuwa sisi tuna muunganiko na Mungu, kama vile shetani alivyoshindwa kumwangusha Yesu jangwani, sisi nasi hatutaanguka, kwa kuwa Kristo yu pamoja nasi. Yuko pamoja na sisi. Sio sisi tunaoshinda, ila ni Kristo anashinda ndani yetu. Ndio maana tusijikweze, ndio maana tusijidai, ndio maana tusijivune. Sio kwamba tumekwisha kufika, ila kila siku tunakaza mwendo ili tulishike lile ambalo limeshikwa na nani? Limeshikwa na Kristo Yesu. Kristo Yesu aliwaambia wafuasi wake, Injili ya Yohane sura ile ya 16 aya ile ya 33, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Jipeni moyo kwa kuwa mimi nimeushinda ulimwengu. Hatuushindi kwa nguvu zetu, ila tutaushinda kwa kumkaribisha Kristo kwenye maisha yetu. Kwa kuwa shetani yuko kazini muda wote, lazima na sisi tuwe kwenye hali ya kuunganika na Mungu siku zote za maisha yetu. Tunaweza tukashindwa kuunganika na Mungu na tukajikuta tunajiunganisha na shetani kiasi kwamba tukawa ni vishetani vidogo. Tumsifu Yesu Kristo. Nafikiri mnafahamu makampuni ya simu na benki, kama hutaki kwenda kwenye ofisi zao kubwa na kwenda kwenye matawi yao, huwa unaenda wapi? Unaweza pia kuwa wakala wa shetani. Kwa kama uhitaji kwenda kwa shetani mwenyewe, unapitia tu kwa mwanamama mmoja wa watu. Tumsifu Yesu Kristo. Nani anataka kuwa wakala wa shetani? Hayupo. Nani anataka kuwa wakala wa Yesu? Tumsifu Yesu Kristo. Nani anataka kuwa wakala wa Yesu? Wakorinto wa pili sura ya 5 aya ya 20. Sisi tu mabalozi wa Kristo. Sisi tu mabalozi wa Kristo. Hatuna chochote sisi. Tumebeba ujumbe tu wa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Unihurumie mimi Bwana, nimetenda dhambi mimi Bwana, Mungu wangu unisamehe makosa yangu niliyokutendea, ewe Mungu wangu na jirani zangu. Sikiliza, wewe unajua ni nini ulichomkosea Mungu? Unajua ni nini ulichomkosea Mungu? Mungu akuhurumie kwa lipi? Huwezi ukaomba msamaha kama hujakosea. Ikiwa kuimba ni kusali mara 2, wewe umemkosea Mungu nini?
Haya, unasema na jirani zako. Jirani zako umewakosea nini? Wapendwa, sikilizeni, hii Kwaresma yawezekana tunapoteza muda tu kama hatujajua ndani yetu yapi ni makosa yetu mbele ya Mungu, yapi ni makosa yetu kwa jirani zetu. Kwenye ibada ya misa tunasali na muungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu. Kwa Mungu mnamalizana kweli kwenye misa. Ndugu zako je? Mtasali hata hapa leo kwenye misa mtasema. Unaweza ukarudi nyumbani ukamwambia mumeo naomba msamaha. Unaweza ukamwambia dada wa kazi naomba msamaha. Unaweza ukaomba msamaha wa watoto wako. Unaweza ukaomba msamaha kwa dada, kwa kaka. Unaweza ukaomba msamaha kwa jirani zako. Unaweza ukaomba msamaha kwa wawata wenzio. Unatambua makosa yako? Anayetambua makosa yake yuko tayari kwenye njia ya unyofu kama atajibidisha katika kutaka kuyatubu na kuomba msamaha. Lakini una uwezo wa kukosea na ukasema hata kama nimekosea siombi msamaha. Mtu gani kwanza huyo? Unataka Mungu akuhurumie katika nini? Huyo jirani yako uliyemkosea umemkosea nini? Mungu yuko hapa anasikia. Jirani yako kule nyumbani kwenu asikii. Tuache unafiki, utatuua. Tumsifu Yesu Kristo. Twende kwa jirani zetu tukawaombe msamaha. Alafu sikiliza, kuna wengine waliwahi kutukosea, tuamue kuwasamehe tu hapa kama Mungu ambavyo anaamua kutusamehe. Tuamue kusamehe tu. Najua yawezekana ukaniambia ni ngumu sana. Wiki iliyopita kuna watu nilikuwa nao sehemu hapa. Wiki iliyopita kuna mmoja akaja akaniambia, we baba, wewe umefundisha tu pale unasema napenda nikwambie kuna mambo hayasameheki. Na mimi nikamwambia ni sawa, sikusema usamehe katika hali ya kibinadamu, nilisema usamehe katika hali ya kimungu. Simkaribishe kwanza Mungu akusaidie ya kwamba ana uwezo wa kusamehe yasiyosameheka. Tumsifu Yesu Kristo. Wale wa dekania Segerea, tumsifu Yesu Kristo. Mnakumbuka hiyo? Kusamehe yasiyosameheka. Sikusema mtumie nguvu zenu, ila ni nguvu ya Mungu ndani yenu, kwa sababu kwa Mungu yote yanasamehewa. Hakuna dhambi isiyosamehewa kwa Mungu isipokuwa ile ambayo mtu hajataka kuiungama. Kwa hiyo wapendwa, kipindi cha Kwaresma kama hiki chenyewe kipo tu, kinakusubiri wewe. Kipindi cha Kwaresma kinakusubiri wewe. Kinakusubiri wewe uamue kubadilika. Kinakusubiri wewe umeamua kuacha nini. Ni kipindi cha baraka na neema, ni ya hiari ya mtu anachoamua kuchukua. Ni hiari, ni mwaliko na wala si lazima. Natamani sote tuwe na Kwaresma iliyo bora kuliko zote. Tubadilike na kuwa na mahusiano bora zaidi na Mungu. Mwaliko wa kusimama imara katika imani ni kwamba tusiyumbishwe na mawimbi mbalimbali ya maisha. Kwaresma hii iwe bora kwa sababu ya huu ujumbe ambao mababa askofu wetu wanatupatia: simama imara katika imani nyakati zote. Ninatambua ya kwamba safari ya mabadiliko ni ngumu sana, na wakati mwingine tunaweza kuhisi hatuna uwezo wa kubadilika. Tunaweza kuhisi hatuna uwezo wa kubadilika. Kuna mtu alikuwa ananiambia, baba padri, mimi kwa kweli naona sina haja ya kuungama. Nikaambia kwa nini? Anasema, unajua sasa hata nikiungama nitaenda tena kutenda dhambi.